Tuangazie aliyeshikiliwa kwa tuhuma za kumuua mke wake. Jeshi la polisi mkoa wa Mara linamshikilia mhandisi Wilson Charles, meneja wa Tarura mkoa wa Kagera, kwa tuhuma za kuhusika na mauaji ya Roda Jonathan, miaka 46, mkazi wa kitongoji cha Burunga, kata ya Uwanja wa Ndege, wilaya ya Serengeti, mkoani Mara. Kamanda wa polisi mkoa wa Mara, Pius Lutumo, amethibitisha kushikiliwa kwa mume wa marehemu kwa uchunguzi zaidi kuhusiana na tukio hilo, ambapo Roda Jonathan aliuawa kikatili kwa kukatwa mapanga hadi kufa. Tukio hilo lilitokea majira ya usiku nyumbani kwa marehemu, ambapo inadaiwa kuwa watu wawili hao waliruka ukuta na kuingia ndani kabla ya kutekeleza mauaji hayo. Marehemu alikuwa mke wa mhandisi Wilson na wawili wao wamejaliwa watoto watatu. Imeelezwa marehemu na mtuhumiwa hawakuwa wakiishi pamoja kwa takriban miaka 5, lakini walikuwa wakiwasiliana. Mashuhuda walisema mwili wa marehemu ulikutwa umekatwa mapanga sehemu mbalimbali, ikiwemo kiganja cha mkono wa kulia kilichokatwa na kuachwa chini, huku mwili wake ukiwa pembeni ya kitanda na majeraha makubwa kifuani, mdomoni na mikononi. Mwenyekiti wa kitongoji cha Burunga, James Makuru Marwa, alithibitisha tukio hilo na kueleza kuwa alipokea taarifa kutoka kwa mkuu wa shule ya sekondari Serengeti kabla ya kufika eneo la tukio, na kuongeza kuwa siku iliyofuata panga lenye damu lilipatikana jirani na eneo la tukio na polisi walilikusanya kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Aidha, kijana aliyekuwa akiishi nyumbani kwa marehemu, Mofati Mwita, miaka 14, alieleza kuwa wakati alipokuwa jikoni akipika, mwanafunzi aliyepanga nyumbani hapo alimuona mtu akiruka ukuta na kuingia ndani. Pia kufuatia msiba huo umeibuka mzozo mkubwa kati ya familia za marehemu na mtuhumiwa, huku kila familia inataka msiba uwe kwao. Sasa hii tena ya kugombania msiba mbona kama imekuwa mpya, na watu miaka 5 hawakuwa wakiishi pamoja. Sema dhali pia hapa kuna swala la mila. Unakuja tena kutaka msiba huo. Hapo kuna swala la mila kwamba mke wa marehemu mwezi kama litangaza kuvunja ndoa rasmi litalikiana, basi sawa, lakini kama talaka haikutoka, walikuwa wametengana tu kwa miaka 5 kwa mila zao. Sasa hapa tuseme kama ndo sheria, hapa tunazungumzia wenda taratibu mtazamo mila zao. Tunataka mtazamo mila zao. Bwana kandaziwa mtu mke wake anapofariki wanaenda kuziko nyumbani kwa mume. Sidhani makabila mengine pia wana hizo, sijai kusikia tofauti, labda kwa baadhi ya maeneo, lakini mara nyingi sana inakuwa hivyo. Na hata kandaziwa pia ni hivyo, kwamba makabila ya kule mtu akioa basi yule mwanamke anakuwa ni sehemu ya familia yule bwana, yule mume. Kwa anapofariki pia atazikwa kule kule alipoolewa na si vinginevyo. Na mpaka sasa ni tuhuma, kama tunavyosema kila siku ni tuhuma. Tuhuma hizi ndio zile tuhuma ambazo zinakuumiza kichwa, kwamba mpaka inafikia hatua hiyo, ugomvi ulikuwa ni mkubwa kiasi gani, tatizo ni kubwa kiasi gani. Kwa sababu hiyo style ukielezewa mauaji jinsi ilivyotokea, hiyo picha unayoipata ni kwamba mama alicharangwa mapanga kwa kitandani kwake. Alicharangwa mapanga ya kutosha. Je, mpaka kiganja cha mkono kitoke, mfupa kwenye kiganja hapo ukate utoke. Sio mchezo. Panga lilishushwa kweli kweli. Na matokeo mengi sana ya ndoa ambazo baada ya ndoa kutengana nasikia vimekuja kutokea vifo, inakufikirisha kwamba mwisho wa ndoa kweli ndo huu, kwa sababu matukio yapo yanatokea. Ingelikuwa ni tukio moja tungesema hiyo bana, hiyo jamaa atakuwa matatizo yake tu, itakuwa ni shida zao. Lakini kila mara unasikia wana ndoa wamedhuriana baada ya kutalakiana, wengine ndani ya ndoa humo, alafu baadaye unakuja kupiga hesabu namba unazozisikia za vijana ambavyo hawaingii kwenye ndoa, namba za talaka ambazo unasikia zinatoka. Kama inakupa majibu hivi, pengine hiki ndio kitu ambacho watu wanakikimbia. Mtu anawaza kwamba nikienda kule nitakuta ni kama la huyu. Sapanga mpaka kiganja kimetoka kwa kosa gani? Kwa shida ipi isiyozungumkika na isiyoeleweka? Na kama imefikia hatua sikutaki basi tunajua formula
Siku ya kwanza, siku za mwanzoni itakuwa ni ile mimi niko fresh tu, mimi niko poa. Na dunda. Baada hapo inakuja formula kusikiliza zile nyimbo zetu zile. Mimi ndo yule niliona kidampa. Ukimaliza kusikiliza kidampa hapo sasa inakuja kama ndo mtu wa bia labda na nini, ndo utaanza kusikia mlevi siku hizi. Baada hapo kuna ile sasa ule unyonge ule. Unavumilia ule unyonge, ndo unasubiri ganzi inaingia. Stage ya ganzi kupita, ndo hivyo unarudi kwenye society unakuwa mzima tena. Lakini hapo unakuwa kila mmoja anamuonya kuhusu mahusiano. Kwa maumivu kasikilizie mwenyewe. Kuna stage moja hiyo, lakini inategemea na tukio lilipopigwa. Hii ya kuamka saa 7 usiku kufungua fridge afu kula tikiti maji na baridi na unaweka kwenye freezer. Unalala saa 7 usiku unaamka. Unakata kipande cha tikiti unatafuna. Afu unapiga ukunga mmoja mara 3 unarudi kulala. Mpaka maumivu yaishe. Lakini si kuchukua panga kwenda kumkatakata mwenzako. Lakini si kwenda kumdhuru mwenzako. Unajua kuna mazingira yanaeleweka. Sometimes hata baa unakutana na watu wakwambia da huyo mwache bwana katoka kutendwa. Anakretia Sabato ametendwa bwana. Anaagiza kreti 3 za soda. Toa la hasira kaacho na mke wake. Afu pombe atumia anafanyaje? Kreti 3 za soda ameweka hapo. Kunywa soda kuliko hizo. Kreti 3 mpaka ziishi. Toa la hasira zake, mwacheni huyo. Hasira zake ni sawa. Nimeshaonya kunywa soda. Sasa pombe anywi. Kitabu kidogo kimekaa. Kwa hiyo sasa mwisho wa siku ili anywe sasa kwa kuja tu kwa uchungu ni soda. Kreti 3 unachanganya hapo, safi zimeisha. Mwacheni. Mkirudi nyumbani mnasikia sauti sabufa, sauti kubwa, kilio kwa chini, mwacheni. Hiyo ndo namna kuuguli. Lakini si kuchukua panga kumkata mwenzako, kuchukua sumu kumwekea mwenzako kwenye chakula, kugombanisha watoto, familia, kugombania mpaka nani ya muziki mwenzake ili kila mmoja aonekane msafi sana. Kwa sababu utaanza kujiuliza pia hapa hizi familia zilikuwa wapi wakati huyu yuko hai, huyu mwana mama yuko hai. Leo hii mtu hana jambo na ninyi, kwa sababu mtu anapofariki ndo tayari hesabu yake imeisha, hawasaidii kwa lolote. Sio kuchota maji, sio kwenda kuchimba ile kaburi lenyewe, yani ile kwa ni mfu tayari. Mlikuwa wapi wakati akiwahi kumgombania hivyo kwamba njoo huku mpaka anakuja kuuawa kwa nyumbani kwake? Wao mnampenda kiasi hiko, mnamlinda kiasi hiko, na usalama huo angekuwa ambao naotaka angekuwa anaupata, isingetokea. Lakini mngekuwa mmegombania pia, lala huku tumesikia huyu atakudhuru, lala kule. Ndio ilitakiwa iwe hivyo. Lakini msije kutuonyesha baada ya msiba kwamba mnamjali sana marehemu, mnagombania mwili sasa. Huyu azikwe huku, huyu azikwe kule. La hasha. Ingelikuwa marehemu anaweza kuzungumza mkamsikia maneno yake angewakana nyote nyinyi. Achaneni na mimi, mlikuwa wapi wakati niko hai mpaka nafikia kufa kifo kibaya kama hiki? Kwa wanandoa, jamani, kuna wale wasimamizi wa ndoa, kuna baadhi ya imani, kwa mfano kama Wakatoliki, wa Kristo, kuna wale wasimamizi wa ndoa wao ambao jambo likitokea ndio kuuliza maswali. Nadhani kwenye dini nyingine pia wanakuepo. Hata kwa Waislamu pia kuna mtu bwana harusi na bwana mtu anayemsikiliza na bibi harusi pia. Mkiona ninyi kwa nyinyi msikilizane, maneno yatembei, waiteni wale. Labda kupitia wale mnaweza mkaelewana. Unajua muda mwingine kusema unachokitaka inakuwa ngumu. Kama mimi Mwajuma, mimi nataka nazi kwenye maharage. Na nazi natoa. Lakini wewe uungi kwa nazi. Wewe kazi yako ugugu. Usemi. Lakini pia Mwajuma anataka huyu bwana salahisha ikimalizika tu arudi ndani. Sasa wewe usemi pia. Unanuna. Kazi kuongeza michumvi kwenye maharage. Kazi kujifanya kama amerudi umelala uko bize. Kwamba leo umeona gubu afanye mwenyewe. Hasa haya magubu haya yanasaka taratibu. Leo hujasema, kesho hujasema, kesho kutwa mazoea, kinachofuata kishaka kwenye shingo. Sasa kimenikaba hapa, hujasema leo. Kwa nini mpaka ifikie hatua hiyo? Wakati mapema tu mngeliweza kuwaita wale wenzenu ambao wanawasaidia kusimamia ndoa zenu, mkawaambia bwana, kuna 1, 2, 3. Rudini kwa wazazi. Kama hawapo kuna walezi, hawapo pia basi kuna wale wazidi umri au ulomzidi wewe umri ambao unamwamini kwamba anaweza kanishauri jambo. Unaweza kwenda kushauriana naye, lakini si kwenda kuumizana. Wala ndoa haina thamani hiyo kwenye ukilinganisha na maisha ya binadamu. Wala hakuna chenye thamani yote duniani kuzidi maisha ya binadamu. Yaani yote tunayoona tunawafanya, mwisho wa siku chenye value, chenye thamani ni maisha ya binadamu, maisha yako wewe mwenyewe, maisha yangu mimi, maisha ya kila mmoja. Kwamba leo hii wewe niambie kwamba uko tayari kufa ili tu kwa sababu tu ulinyimwa kuoa mke wa 4. Uko tayari kumuua mke kwa sababu tu mmeachana miaka 5 na hutaki kukaa naye tena, lakini ule ubaya uliokuwa nao mpaka unatamani kumuua. Sasa matokeo yake nini? Ndio uhalisia umetokea. Mama ameshapoteza maisha.
anayehusika, anayetajwa, anayetuhumiwa mume mwenyewe ndio hivyo, korokoroni tena, kwa ndani, kibidi kifungo cha maisha. Lakini kovu lolote kwenye jamii pia bado lipo. Kwa ukipiga hasara zinazopatikana, unaona mwisho wa siku bado maisha ya binadamu yana thamani zaidi. Ndio yeye mtani kutoka anasema cha kujifia. Ya kazi gani mie? Cha kujifia mimi cha nini? Kwa mambo mengine ukishaona tu wamefika sehemu anaweza kwenda mrama, basi kila mmoja aone kama safari imefika hapo, kila mmoja ashuke. Achaneni kwa wema, kwa amani.